Mpaka sasa hivi kwenye michezo ambayo imechezwa kwa timu zote mbili kwenye ligi kuu, michezo 22, sijaona mchezaji ambaye amekuwa na kiungo bora kama Jean Charles Ahoua. Yaani ndio kiungo ambaye anastahili kuwa kiungo bora mpaka hivi sasa kwa mechi ambazo zimechezwa. Lakini pia ndio kiungo ambaye anastahili pia kuwa mchezaji bora wa msimu kwa mechi ambazo zimechezwa. Tukubaliane hapo, kwa mechi ambazo zimechezwa, mechi 22 ambazo zimechezwa kwa timu nyingi. Kuna timu ambazo zimecheza mechi 21 lakini nyingi zimecheza 22 by the way. Kwa hiyo nazungumzia kwa zile timu ambazo zimecheza michezo 22. Ukitazama performance ambayo ameonyesha Jean Charles kwa msimu huu, ameonyesha performance bora sana, performance ambayo huwezi kumlinganisha na mchezaji mwingine yoyote. Yaani hata kina Pacome Zouzoua, kina Maxime Zengeli, kina Duke Abuya, kina Stefan Aziz Ki, kina Clatous Chota Chama, sijui kina Arthur Josephat Bada na wengine wengi kwenye timu zingine, bado performance zao huwezi kuzilinganisha na performance ambayo ameionyesha Jean Charles Ahoua, MVP wa Ivory Coast msimu uliopita. Amefanya kazi iliyotukuka sana. Kwa msimu huu ndio kiungo kwanza ambaye amezalisha magoli mengi zaidi. Amefunga magoli 10, ametoa assist 5. Maana yake kahusika kwenye magoli 15 kwa msimu huu kwenye mechi ambazo zimeshachezwa tayari. Maana yake ndio kiungo ambaye amehusika kwenye mchango mkubwa zaidi wa mabao. Ni mchezaji ambaye amekuwa na takwimu bora kuliko kiungo mwingine yoyote. Maana yake kwanza hiyo inampa credit ya kufanya kuwa kiungo bora wa msimu huu kwa mchango ambao amekuwa nao kwenye uzalishaji wa mabao. Lakini pia ukiondoa kwenye mchango wa uzalishaji wa mabao, yeye pia amekuwa sehemu ya wachezaji muhimu kwenye kikosi cha Simba ambao wamewasaidia Simba kuwa na kukusanya alama nyingi mpaka hivi sasa. Maana Simba anashika nafasi ya pili nyuma ya Young Africans ambao tofauti yao of course ni tofauti ya alama 4 tu. Maana yake sio alama nyingi. Alama bado Simba na mechi moja ya kiporo. Maana yake Simba kishinda mechi yake ya kiporo, ina maana kuna tofauti ya alama 1. Kwa hiyo ukitazama pia mafanikio ya Simba ya msimu huu kwa kuwa na alama nyingi nyuma ya Young Africans kwa tofauti ya alama 1, Jean Charles amechangia kwa kiasi kikubwa. Maana yake hiyo pia inampa credit ya kumpa award kwamba yeye ndio kiungo bora pia kwa msimu kutokana na kile ambacho tayari amekifanya akiwa na klabu ya Simba. So ukitazama kwenye maeneo yote mawili, kuwa kiungo bora anastahili, lakini pia kuwa MVP pia anastahili kutokana na mchango mkubwa ambaye ameutoa kwenye klabu ya Simba mpaka hivi sasa. Of course msimu hujamalizika, lakini nazungumzia mechi ambazo tayari zimeshachezwa. Ina maana mpaka mwishoni mwa msimu inawezekana kuna wachezaji wengine wakaja huko na flop wakawa kwenye performance bora zaidi kuliko yeye, lakini kwa mechi ambazo zimechezwa mpaka sasa ni mchezaji ambaye anastahili. Ingawa kwangu mimi bado hata mpaka mwishoni mwa msimu kwenye hizi tuzo mbili anastahili kushinda tuzo moja hapo, bila kujali kwamba atakuwa na performance ya aina gani kwenye mechi zinazokuja. Yaani kwenye tuzo ya kiungo bora na kuwa mchezaji bora wa msimu, kwenye hizi tuzo mbili anastahili kupata tuzo moja wapo kutokana na mchango mkubwa ambao amekuwa nao. Amekuwa na performance bora sana. So na respect kile ambacho Jean Charles amekifanya kwenye klabu ya Simba, lakini pia na namna amekuwa na performance bora. So kwa kile ambacho Jean Charles amekifanya kwangu anastahili. Wapo wachezaji kama kina Stefan Aziz Ki msimu wa kwanza vizuri of course, lakini ukiangalia sasa hivi anarejea kwenye kiwango kizuri, lakini hakuanza vizuri. So kiwango chake huwezi kumlinganisha na mtu kama Jean Charles Ahoua. Jean Charles amekuwa bora zaidi. Pacome Zouzoua amekuwa na kiwango cha kupanda na kushuka, huwezi kumfananisha na mtu kama Jean Charles. Jean Charles amekuwa na kiwango bora zaidi. Kuna mtu kama Clement Mzize msimu hakuanza vizuri, so baadaye alikuja akawa na performance bora, akaanza kufunga, lakini pia haiwezi kumfananisha na mtu kama kama Jean Charles Ahoua. Kina Prince Dube ndio basi ndio hivyo tena, pamoja na kwamba amekuwa na namba nzuri kwa maana alikuwa na magoli 10 na assist 7, lakini pia na yeye amekuwa na kipando cha kiwango cha kupanda na kushuka. Maana kwa kiwango cha kupanda na kushuka pia haiwezi kumlinganisha na mtu kama Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo kwa msimu huu nafikiri Jean Charles ndio mchezaji ambaye amekuwa na performance bora zaidi pia kuliko wachezaji wote wa kigeni, lakini pia ndio mchezaji ambaye amekuwa na kiwango bora zaidi pia kwa wachezaji wadhao. So kwenye eneo la kiungo kimtoa Jean Charles, mtu mwingine ambaye amekuwa na performance bora ni Faisal Salum. Yeye pia of course amekuwa na kiwango kizuri. So kwa kile ambacho amekifanya, afanya kazi nzuri Faisal, lakini huwezi kuifanisha na ile kazi ambayo afanya Jean Charles. Kwa hiyo bado ukitazama hata kama Jean utamlinganisha na mchezaji yote yule, na mchezaji gani kwenye ligi kuu, bado hakuna mchezaji ambaye amekuwa na performance bora au amekuwa na wakati mzuri
kama yeye. Na maana hao wote ambao tunawataja wote amewafunika. Hata washambuliaji ambao wamekuwa na takwimu nzuri kuliko yeye bado ni washambuliaji ambao pia wamekuwa na viwango vya kupanda na kushuka. Kwa kile ambacho amefanya Jean Charles, tumheshimu na tumpe maua yake kwa msimu huu. Anastahili kwa mechi ambazo zimechezwa mpaka hivi sasa, of course anastahili kupata hiyo tuzo ambayo nimesema, mchezaji bora na kiungo bora, lakini mwishoni mwa msimu huu pia Jean Charles anastahili kupata hizo tuzo mbili au tuzo moja wapo kati ya hizo mbili ambazo nimezitaja. Kati ya mfungaji, kati ya kiungo bora ama MVP wa ligi, yani kutokana na performance bora ambayo amekuwa nayo. So kwangu Jean Charles mpaka sasa ni kiungo bora sana ambaye tumebarikiwa kuwa naye. Kwa haya taarifa mbalimbali za kimichezo, kisha kwamba una subscribe hapa kwenye channel ya Ngereza TV, lakini pia usisahau kupita hapa mara kwa mara, kwa sababu hapa ndio sehemu pekee ambayo unapata taarifa mbalimbali za kimichezo kwa uchambuzi wa kina zaidi, lakini pia utapata update kuhusiana na masuala mbalimbali ya kiusajili. Kama ambavyo unafahamu, pia kuna issue ya Faisal Salum kuhusu kujiunga na Simba, utaipata hapa nadhani kesho na ama siku yote tu utaipata hapa. Wewe usikae mbali na hii YouTube na hapa kwenye Ngereza TV. Lakini pia kuna issue hapa Pacome Zouzoua kugoma kusaini mkataba mpya, na yeye pia nitakuja kuiweka hapa wazi. Lakini pia kuna issue pia ya Simba kumtaka Maxim pia Zengeli, nitakuja pia kuiweka hapa. Kwa cha msingi ni kuendelea kusalia hapa, tutapata vitu vingi vizuri kabisa.